aliyeficha fungu lake kwenye leso. Tumeona mambo kadhaa. Tulianza kuona jambo la kwanza, haya mambo tuliokuwa tunayaona ni changamoto alizokuwa nazo huyu mtumwa. Ni changamoto gani ambazo alikuwa nazo ambazo zilimzuia kuzalisha? Tunamwona huyu Kabaila, na naamini unakumbuka ya mambo niliyosema ya kwamba Kabaila ni Mungu, na Mungu ndiye ambaye huweka mafungu ndani ya watu. Yaani maanake Mungu anaweza kuweka kipawa ndani yako, anaweza kuweka talent, kipaji ndani yako, anaweza kuweka huduma ndani yako, na kupitia kile kipaji, kupitia kile kipawa, kupitia ile huduma unaanza kumzalia Mungu matunda. Kuna watu ambao mko mahali hapa, nyinyi ni watu wa huduma. Unaweza kuwa mwimbaji kesho, mwimbaji kama kina Dr. Ipiana, kina Gomaka Makalinga, hiyo ni huduma. Wengine hapa mko hapa mtakuwa wachungaji, hiyo ni huduma. Wengine utakuwa ni mwinjilisti, sio mchungaji wa kukaa mahali, so hiyo ni huduma. Sasa kupitia iko kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, anataka umzalie matunda. Na nataka niwaambie kitu kimoja, ya kwamba hatuna muda mwingine wa kufanya haya mambo isipokuwa ni muda huu ambao Mungu ametupa wa kuwa vijana. Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza inasema, mkumbuke Muumba wako siku za namna gani? Za ujana wako, kabla hazijaja siku mbaya ambazo utasema kwamba sina amani na hizi siku. Watakupeleka watu mahali ambapo hutaki, watakuchukua kwa sababu sasa hujiwezi. Lakini pia Biblia inasema kwamba ni heri, ni vyema mtu aichukue nira wakati wa ujana wake. Kwa ni muhimu sana ukajichukua nira wakati wa ujana wako. Nini maana ya kuchukua nira wakati wa ujana wako? Kuchukua nira wakati wa ujana wako ni kujifunga na mambo sahihi. Nira mnaifahamu. Mnafahamu namna ambavyo tunaunganisha ng'ombe wawili kwenye joki ili walime. Lengo la kuwaunganisha wale ng'ombe wawili ni ili walime. Si ni sawa So na ukitaka kesho yako if you want to cultivate your future, you want to cultivate your area of calling, unataka kuilima eneo lako la wito, unataka kulima eneo lako la wito, unataka kulima eneo lako la wito, lazima ufungwe na mambo sahihi. Lazima ufungwe nira na mambo sahihi, na ujiondoe kwenye mambo isiyo sahihi. Kuna sehemu kwenye Biblia inasema hivi, sio jambo zuri kufunga ng'ombe na punda. Inapiga Kumbukumbu la Torati. Musa anaagiza, anasema hivi, usifunge ng'ombe na punda nira. Kwa hiyo maana ukijifunga na mtu asio sahihi au na vitu visivyo sahihi, hiyo kesho yako haiwezi kulimu, itaharibika na haiwezi kwenda mbele. Jifunge na mambo sahihi. Tafuta marafiki ambao they are productive. Epuka watu wasio sahihi. Mwangalie mtu ana mtazamo gani, alafu ndo unaanza kujifunga naye. So that's very important. Ukitoka mahali hapa, anza kujiona kwa jicho hilo kwamba Mungu anataka nimzalie matunda. Tunaangalia Yohana sura 15 mstari 16, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi. Na anasema ili mwende mkanizalie matunda, na hayo matunda yakae, ili Baba atukuzwe. Na alafu anasema na lolote mtakalomwomba Baba awajibu. Kwa hiyo mtaona Mungu anavyojibu maombi ya kanisa kwa sababu ya watu kuzaa matunda. So vijana, ninawaamuru kwa jina la Yesu, mwende mkamzalie Mungu matunda. Kafanya mambo. T.L. Osborne ni mtumishi wa Mungu ambaye aliwahi kutokea miaka ya nyuma, aliwahi kufanya kazi ya Mungu miaka ya nyuma. T.L. Osborne ni mmoja wa watu wakubwa sana ambao walitikisa dunia kwa upana sana. T.L. Osborne ameingia kwenye huduma full time miaka 16. Miaka 16. Yaani miaka 16 ndo akaanza huduma. Miaka 16 akaenda India kufanya missionary. Alivyoona mambo yamekuwa magumu, inabidi arudi sasa. Alivorudi Marekani, Mungu akamuunganisha na mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa anafanya miujiza sana. Sasa naye akagundua kwamba kule India kazi ilikuwa iendi vizuri kwa sababu alikuwa perform, afanye miujiza. Alikuwa wasaidii watu kule, alikuwa missionary tu wa kawaida. Alivorudi Marekani akakutana na huyo mtumishi wa Mungu, akamwekea mikono, ndo akarudi India akaanza kufanya miujiza ajabu. Katika miaka 22 ndo huduma ikakamata sasa. Sasa ameenda mbinguni na miaka 87. Chukua 87 toa 22. Unapata ngapi? 87 toa 22. Unapata 50 ngapi? Unapata 65.
maana yake amefanya huduma miaka 65. That is wonderful. Usisubiri kuja kufanya huduma na miaka 40. Sisi tumeshaelewa mapema, tumeshajua mapema. Kama wewe ni mwinjilisti, sikilizeni bwana. Unajua tumedanganywa kule mtaani ya kwamba ukifanya kazi ya Mungu utaishia kuwa maskini. Inategemeana na unaifanyaje. Kwa sababu ukifanya kivivu utakuwa maskini. Kwa sababu kazi ya Mungu ni kama biashara nyingine yote. Ukifanya vizuri kwa ufanisi mzuri na kwa bidii unapata faida. Kwa na waamuru amkeni mapema. Mungu akiweka ndani yako kuanza kujifunza cherehani, nenda kaifanye kama uliagizwa na Mungu. Sio kama anayejifunza cherehani, fanya kama aliyeagizwa na Mungu. Mungu akiweka ndani yako uanze kitu fulani, nenda kakifanye kama aliyeagizwa na Mungu. Nenda kifanye kama aliyeambiwa na Mungu. Wengine watafanya, lakini wewe utafanya kama aliyeagizwa na Mungu. Kwa wale ambao mnasoma, ukienda kusoma, soma kama aliyetumwa na Mungu kwenye ile eneo ili amzalie Mungu matunda. So tukawa tunajifunza kwa habari ya huyu mtumwa aliyeficha fungu lake kwenye leso. Tukaona shida kadhaa alizokuwa nazo. Tukasema shida ya kwanza, alikosa wazo la kiungu. Si ni sawa jamani? Shida ya pili, alikuwa na mtizamo mbaya. Lakini nataka tuzungumzie shida ya tatu na ya nne kwa sababu ya muda tulionao. Shida ya tatu, alikuwa na shida kwenye eneo la maamuzi. Alikuwa na shida kwenye eneo la maamuzi. Andika hiyo point. Alikuwa na shida kwenye eneo la maamuzi. Nisije kufanya haraka. Alikuwa na shida kwenye eneo la maamuzi. Eneo lake la maamuzi alikuwa sawa. Alikuwa na shida kwenye eneo la maamuzi. Eneo lake la maamuzi alikuwa sawa. Kila kitu ambacho unakiona kwenye maisha ya mtu, kila matokeo ambayo unayaona kwenye maisha ya mtu, ujue yametokana na aina fulani ya maamuzi ambayo yule mtu aliwahi kuyafanya. Nisikilize. Naomba nizungumzie point ya muhimu sana, kila mtu anitazame. Chochote ambacho nakiona sasa kwenye maisha ya mtu, chochote ambacho nakiona sasa, matokeo yote ambayo unayaona sasa, majuto yote ambayo unayaona sasa, kilio chochote ambacho nakiona sasa, chochote ambacho nakiona leo kwenye maisha ya mtu, ujue ni matokeo ya maamuzi aliyowahi kuyafanya jana. Naweza kuandika hiyo point. Chochote ambacho nakiona leo kwenye maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi aliyowahi kuyafanya jana au wakati fulani uliopita. Chochote ambacho nakiona leo kwenye maisha ya mtu, ikiwa ni matokeo makubwa, ikiwa ni majuto, ikiwa ni kilio, chochote ambacho nakiona leo kwenye maisha ya mtu, ujue ni matokeo ya maamuzi aliyowahi kuyafanya wakati fulani wa maisha yake. Alafu andika hivi, chochote unachokiona, chochote utakachokiona kesho kwenye maisha ya mtu, ujue ni matokeo ya maamuzi atakayoyafanya leo. Hiyo ni point nyingine. Chochote utakachokiona kesho, ikiwa ni matokeo makubwa, ikiwa ni majuto au vilio, ujue ni matokeo ya maamuzi atakayofanya mtu leo. Kwa hiyo maamuzi utakayofanya sasa hivi ndio atakaoamua kesho uwe maskini au uwe tajiri, uwe ombaomba au uwe mgavi, unatoa vya kuwasaidia watu. Maamuzi utakayofanya sasa hivi na sio miemko. Kwa bahati mbaya ni kwamba maisha hajawahi kugeuzwa na watu wenye miemko. Unajua mtu mwenye miemko anaomba leo, kesho kutwa anasahau. Anakuja kukumbuka kwenye kongamano jingine. Huyo ni mtu mwenye miemko. Nazungumzia mtu mwenye maamuzi. Mtu mwenye maamuzi ni mtu ambaye akisema nitafanya jambo, hakuna kitu hapa duniani kitamzuia kulifanya lile jambo. Yaani iwe mvua, iwe jua, iwe hari, iwe asubuhi, hakuna kitu kitamzuia. Iwe ni baridi, iwe ni mvua, hakuna kitu kitamzuia. Biblia inasema kwamba mvivu anasema njiani yuko simba, kwa hiyo siwezi kutoka, nikitoka ataniua. Mvivu pia usema kule nje mvua inanyesha, ni baridi, siwezi kutoka. Ndio maana na matokeo hayo alionayo ni kwa sababu ya uvivu. Kwa hiyo maamuzi utakayofanya sasa hivi baada ya kambi hii, ikiwa ni maamuzi ya kuboresha hali yako ya kiroho, ikiwa ni maamuzi ya kuboresha, kukichonga na kukinua kile ambacho kiko ndani yako, maamuzi utakayofanya leo ndio atakaoamua uwe na matokeo gani kesho. Sema amen. Sema ninasikia. Good.
Aya, andika kingine, andika kingine. Andika maisha ni mchezo wa maamuzi. Andika maisha ni mchezo wa maamuzi. Maisha ni mchezo wa maamuzi. Maisha ni jumla ya maamuzi ambayo mtu yafanya kwenye vipindi fulani fulani vya maisha yake. Ni mchezo wa maamuzi. Ni jumla ya maamuzi ambayo mtu amekuwa akiyafanya kwa vipindi fulani fulani vya maisha yake. Kwa hiyo maana yake maisha yako yote yanakuwa ni mgawanyo wa maamuzi. Umekosea kuoa, ni kwa sababu uliamua vibaya. Wewe ni maskini, sio kwa sababu hakuna rasilimali au hakuna vitu vya kufanya uwe tajiri, ila kwa sababu uliamua vibaya. Tena kuna point waga naisema mara nyingi, kuwa na fedha na kutokuwa na fedha sio shetani wala sio Mungu, ni maamuzi yako. Kukosa fedha ni maamuzi bwana, wala haipo kwenye sina mtaji, sina nini. Nishawafundisha hapa vitu vingi ndani ya siku hizi 3. Kwa hiyo maana kukosa fedha, andika kingine iko, kukosa fedha ni maamuzi. Hamna pepo, hamna mizimu. Ingekuwa mizimu inazuia watu, zingewazuia Waislamu. Mbona Waislamu na magari? Mimi naambia leo walogaga wa Kristo, aliwaloga sana ya. Waislamu wako kule, wako busy, wanatengeneza maisha. Alafu kuna mtu mmoja anasema hivi, mizimu nyumbani kwetu inanizuia. Inakuzuia wapi? Ni maamuzi yako tu ndio yamekufanya uwe na haya matokeo. So, am I communicating? Hebu inuka na uangaze. Kwa sababu kambi hii iliyofanyika kwenye madhabahu hii, kambi hii ni nuru imekuja. Sema nuru yangu imekuja. Nenda kafanye mambo kama aliagizwa na Mungu, sio kama ambaye ameona wengine wanafanya. Hiyo ni kitu mbaya sana. Jesus Christ. Nataka nizungumzie maana ya maamuzi kidogo. Andika, maamuzi ni hitimisho au azimio lililofikiwa nalompelekea mtu kuwa mahali fulani, kuwa na matukio fulani, kuwa na hatua fulani. Ni hitimisho, azimio lililofikiwa linalompelekea mtu kuwa mahali fulani, kuwa na matukio fulani, kuwa na hatua fulani. Ni hitimisho au azimio lililofikiwa. That is the decision. Unatoka hapa unafanya azimio ya kwamba I'm going to be the man of prayer. Unatoka hapa unafanya maazimio ya kwamba nitakuwa jitu la maombi, nitakuwa katapila ya maombi. Unatoka hapa unajiambia nitakuwa mtu wa maarifa. Unatoka hapa unajiambia nitakuwa msomaji wa Biblia, nitakuwa nasikiliza mafundisho. Unatoka hapa unajiambia mwana mpotevu alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi wapo nyumbani kwa baba yangu, wanakula na kunywa na wanalipa mshahara vizuri, alafu mimi nahangaika hapa kwenye mabanda ya nguruwe. He made a decision. He came back to himself. He came back to his senses. Alipozingatia moyoni, alipokaa akatafakari kwa kina, alipofikiri kwa kina akasema, na aliposema akachukua hatua. Kwa kilichobadilisha maisha mwana mpotevu ilikuwa ni maamuzi, sio fedha, maamuzi. Kwa hiyo ni azimio. Nisikilize, umetusikiliza hapa, umesikiliza, nimefundisha ili somo, nimefundisha somo la uongozi binafsi. Unaazimia kuwa nani? Unaazimia kuwa na matokeo gani? Lazima ufikie kwenye azimio, lazima ufikie kwenye hitimisho. Na nisikilize, chochote ambacho nakisikia hapa, usipokuwa na action plan na iko kitu, hujakielewa bado. Lazima baada ya hapa uandike action plan kule nyuma kwenye notebook yako, kwamba nikitoka hapa kwa haya niliyosikia, hapa nilikuwa nimefeli, hapa nilikuwa siko sawa, hapa nilikuwa siko sawa. Kwa maana ukiinuka hapa tunatarajia utakuwa na action plan. Yaani nitaanza kufanya hivi na hivi na hivi. Shida ya huyu ndugu aliyeficha fungu lake kwenye leso ilikuwa ni maamuzi, hakuamua vizuri. Wakati wenzako wanatengeneza hela, wao wameficha. Hivi niwaulize swali moja rahisi. Wewe alikuwa na uwezo wa kwenda kumuuliza yule aliyezalisha 10, si ni sawa? Angeenda kumuuliza, bwana unafanyaje? The same community, the same people, the same amount. Fedha ni ile ile, kiwango ni kile kile, watu ni wale wale, jamii ni ile ile. Mmoja anazalisha 10, mwingine ameficha kwenye leso. Hii si shida ya maamuzi. Maanake upinzani na vizuizi alivyokutana nayo yule aliyezalisha 10, ndio upinzani na vizuizi alivyokutana navyo pia na huyu. Kwa hiyo maanake alikuwa na uwezo wa kutengeneza fedha, alikuwa na uwezo wa kupata faida kubwa. Ni kwa sababu ya maamuzi. Unaazimia kufanya nini baada ya hapa?
andika pointi nyingine. Hakuna mtu anapatwa jambo kwa surprise. Yaani hilo liandike kabisa. Hakuna mtu anapatwa jambo kwa surprise. Anapatwa na jambo kwa surprise. Hakuna mtu anapatwa na jambo kwa surprise. Hakuna mtu anapatwa na jambo kwa surprise. Hajawahi kutokea. Hakuna mtu anapatwa na jambo kwa surprise. There is no surprise in life. Kila mtu ukiona jambo limemtokea, ujue alifanya maamuzi. Mabinti, ukiona mwenzako unakutana naye ameshonwa hapa, unaambia umefanyaje? Anaambia ni shemeji yako. Ilikuwaje? Nilipiga ngumi juzi hapa akanipasua. Ujue alifanya maamuzi na yeye. Actually. Wala usifikiria kwamba imempata tu. Unaweza kufikiria kwamba kuna watu wanapitia mateso. Hakuna mtu aliyekusudiwa apitie kwenye nini? Mateso. Ila watu wameamua. Wameamua kupitia kwenye mateso. Biblia inasema hivi, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia. Nafikiri ni Mithali 16:25 au Mithali 14:12. Iko njia ionekanayo kuwa ni sawa. Wewe andika tu. Unaangalia usoni kwani ulikuwa unajua ilipo. Mithali 16:25 au Mithali 14:12. Iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu. Kwa maana yake kuna njia ambayo unaweza kuona hii hapa ni sawa machoni pako, kumbe mwisho ni njia ya mauti. Sasa andika pointi nzuri kwenye hiyo mistari. Tunapima usahihi wa njia kwenye mwisho wa njia na sio kwenye mwanzo wa njia. Kwa hiyo tunapima usahihi wa njia kwenye mwisho wa njia. That's why you have to decide right. Ni muhimu sana ukaamua vizuri, kwa sababu tunapima njia mwisho wa njia na sio mwanzo wake. Petro, Yesu anataka move huduma yake ikue kutoka pale yende kwa mataifa. Petro analetoa tambara na Rome, analetoa tambara na Yesu mwenyewe anaambiwa chinja kula. Petro anasemaje? Bwana, toka nimezaliwa sijawahi kula kitu najisi. Anayekuambia ni nani? Ni Mungu. Chinja kula. Hata kama ni najisi basi kutokea hapo, kwa sababu Mungu amesema sio najisi tena. Petro alipokataa, huduma ikatolewa kwake, akapewa mwanaume Paulo. Maamuzi. Kuna mtu uko mahali hapa anakufuata kijana wa kanisani kwa sababu hana hela. Nataka nikoe. Viatu vyake haviko sawa, tunafuata anachona mtu ndani sio viatu. Muangalie kijana anaongea nini mbele yako. Unakuta kijana anakufuata anambia jani, nimeona wewe unaweza kuendana na kesho yangu na kile kilichoko ndani. Ukiona anaongea hiyo lugha tu, mkubali. Kwa sababu wanaume wa kawaida hawaongeagi hiyo lugha. Atawaambia tu unajua nimekupenda, unavyoondoka, namna unavyokaa, unavyoonekana, yani mimi nimekupenda, yani namna ulivyo nimependa sura yako. Lakini wanaume halisi anakuambiaje? Dada, nimeona ulichonacho na nilichonacho vinaendana na naweza tukatengeneza kitu fulani kikubwa. Ukiona mwanaume anaongea hiyo lugha, mkubali. Hapo mkubali. Ila wewe utaanza kuangalia viatu vyake na mashati yake. Unamkataa, niangalieni mimi hapa. Unamkataa kijana kwa sababu shati lake halijapasiwa. Hana pasi sasa hivi lakini ana picha. Hana pasi sasa hivi lakini ana picha ndani. Unamwona kijana habadilishi viatu. Hana viatu lakini ndani yake ana mimba. Ana picha kufika mahali. Mfuate kijana kwa sababu ya picha alionayo. Mengine yataishia hapa njiani, mbele patakuwa pazuri zaidi. Mandarabakosarika basa. Maamuzi. Rutu sura ya 1 mstari wa 16 hadi mstari wa 17. Biblia inasema kwamba naye Rutu akasema, usinisini kuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendapo nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu utanitenga mimi na wewe. Naomba niwaelezee kitu hapa cha tofauti sana. Vijana, nafikiri hapa hii itakusaidia. Huyu mwanamke anaitwa Naomi alikuwa na watoto wawili. Hawa watoto wawili walioa. Kwanza akaoa na wa pili akaoa. Hawa vijana wa kiume alikuwa nao huyu Naomi. Mmoja akamoa binti wa Kimoab anaitwa Rutu. Mwingine akamoa binti wa Kimoab anaitwa Orpa. Kwa maana yake
Huyu Naomi, moja, alifiwa na mume wake akafa. 2, akafiwa na mtoto wa kwanza, akafiwa na mtoto wa pili. Sasa akabaki na hawa, si mnawaitaje kwa makabila yenu sasa, wakwe zake hawa wawili, Rutu na Orpa. Sasa alipokaa Moab, akaona amepoteza wale watu wote. Sasa arudi Bethlehem nyumbani, kwa sababu sasa ameshapoteza watu. Arudi Bethlehem nyumbani. Sasa wakati anapanga kurudi, akaongea na hawa wakwe zake, akamwambia Orpa, akamwambia na Rutu, bwana, mimi nimeshapoteza kila kitu. Nimepoteza mume, nimepoteza hao waume zenu, hao watu wangu. Sina kitu. Tena alikuwa anajiita Mara, mwanamke mwenye uchungu ambaye amepotelewa na kila kitu. Yaani narudi hapa nikiwa mtupu. Sasa naomba wanangu, nyie muondoke, mwende. Kila mtu aende na njia yake. Nenda kule, kama utolewa, uwe huru kabisa utolewa. Lakini mniache mimi nirudi nyumbani, kwa sababu sina kitu tena cha kuwapa. Siwezi kuzaa watoto wa kiume wengine wakue ndio aje kuoa ninyi. Kila mtu aende na njia yake. Orpa akasikiliza, akasema hapana, tukuache, tutaenda na wewe. Hao wote wawili. Akawaambia hivi, hata mkienda na mimi inasaidia nini? Sina kitu, yani hivi narudi mwenyewe. Orpa akasikiliza, Orpa akasema anyway, naona nimeelewa. Orpa akaondoka. Akabaki Rutu sasa. Mama anamwambia na wewe ondoka. Rutu akamwambia hivi, yani usinisini kuache, kwa sababu sitakuacha. Yani utakapoenda nitaenda, utakapokaa nitakaa. Na akafika mbali, akasema watu wako watakuwa watu wangu, alafu utakapokufa na mimi nitakufa hapo hapo. Mchungaji hao ndio washirika wanaofanikiwaga. Yani mshirika akimfuata mchungaji wake kwa dimension ya Rutu, hao ndio washirika wanaofanikiwa. Na hao ndio washirika ambao wanatengenezaga maisha. Nisikilize, huyu mwanamke huyu, hatuwezi kusema binti kwa sababu alikuwa ameolewa. Akafanya maamuzi ya kumfuata Naomi. Maamuzi magumu kidogo. Yule mama akamwambia hivi, rudi binti yangu, rudi mkwe wangu, utanifuata mimi, unanifuata nini? Unafuata nini kwangu? Rudi. Akamwambia siwezi kuacha. Yaani wewe twende tu. Biblia inasema hivi, alipoona amekaza nia yake kumfuata, akaacha. Wakaanza safari. Safari ikaendelea. Hata naomba nikusurprise. Wakafika Bethlehem. Walipofika Bethlehem, Naomi akapokelewa na wanawake wote wa Bethlehem kwa nyimbo, kwa kulia na kwa furaha. Hasa niambie, mtu anayekwambia nimepoteza kila kitu, anapokelewaje ndani ya mji kwa nyimbo na wanawake wote kama sio mtu? Maanake Naomi alikuwa na potential ndani. Amepoteza mme na vijana wake, lakini ndani alikuwa na potential. Alikuwa ni mtu wa maana. Sasa nataka mfundishe kitu cha tofauti sana hapa. Naomi akaingia Bethlehem. Habari zikaenea mji mzima kwamba Naomi amerudi Bethlehem. Na hii ndio story ya muhimu, kipengele cha story ambacho nataka nikuonyeshe kwenye hii mistari. Tutaenda kusoma Rutu yote. Alipoenda pale, basi Rutu akaanza kupambana na maisha, kumsaidia mama mkwe aweze kusurvive. Akawa anaenda kutafuta ngano zilizoanguka, zile ambazo zimebaki mashambani. Akaenda kuwa anatembea kule, anakusanya zile ngano zilizobaki, anachukua hivyo. Hasa siku moja bwana akaenda kwenye shamba la mtu mmoja anaitwa Boaz. Akaenda kwenye shamba lake, akawa anaokota. Okay, wale ndugu wanaofanya kazi kwa shamba la Boaz wakawa wanamwacha anaokota, na wanamuona yule binti. Okay. Na habari zake of course zilikuwa zimeshaenea, yule ni binti wa Kimoabu, amekuja na Naomi. Siku moja Boaz, mtu mkuu wa ule mji, Boaz akaenda kuangalia kazi za shambani. Alipofika pale shambani, akacheki. Akauliza swali, yule ni nani? Yule ni nani? Akamwambia yule ndio yule binti ambaye alikuja na Naomi, yule binti wa Kimoabu, Rutu. Okay. Basi siku ya kwanza akamwambia kwamba basi msimzuie, mwe mnamwacha. Wakati mwingine mwe mnamwangushia kwa makusudi, msaidie. Kwa hiyo baada hiyo siku ya kwanza, wakati mwingine, siku nyingine yani, akaenda pia akamwona. Alipomwona akamwita. Alipomwita akamwambia, akamsalimia, akamwambia okay. Alipomfahamu akamwambia okay fine. Basi unachukua hapa bila hofu. Afu wakati mwingine akamwambia wale wafanyakazi, mwe mnampa pia, mwe mnambebesha. Lakini pia akamwambia hivi, akamwambia wafanyakazi, tafadhali ikishafika ile muda wa kula chakula, mwe mnamuita na yeye anafanyaje? Anakula chakula.
Kwa basi Naomi na huyu Rutu akapata bonus hiyo. Akiwa anafanya kazi, wakati wa kula anaitwa na yeye, wanakula wote na wanampa pia sehemu achukua. Basi siku moja akarudi, ni kabinti kazuri sana, kana moyo mzuri Rutu, kwa sababu alipokula chakula akabakisha kidogo akampelekea Naomi na akawa na ngano. Naomi akamwambia, umetoa wapi hivi, mbona umekuja na chakula pia? Naomi akasema, yule mtu anaitwa Boaz, yule mkuu wa hilo shamba aliruhusu na mimi niwe nakula na wao. Naomi akacheka. Nasema hapa naweza kufanya kitu hapa. Amekuja amesema Boaz amempa bonus. Naomi anajua kabisa Boaz hajaoa. Hebu mwambie jirani yako Boaz hajaoa. Siku moja Naomi akamwambia, binti yangu, this is the time. Huu ni wakati nataka nikufanyie kitu. Sasa huyo ndugu ambaye alikufanyia bonus akakupa na akakuruhusu unachukua baadhi ya vitu, basi uende ujiandae. Akamwambia ujiandae uende kwake. Si ilikuwa ni alfajiri, sikumbuki vizuri, ilikuwa ni usiku. Uende kwake, uingie, alafu fanya hivi na hivi. Basi akamwandaa Rutu. Alipomwandaa Rutu naye akajiandaa, akaenda bwana. Rutu akaenda kufungua chumba cha Boaz. Atukufundisha hivyo tafadhali. Yaani haya mambo kuna somo na kufundisha hapa, maana kuna mtu hapa anaweza kupata ufunuo wa shetani. Mimi naelezea tu kitu hapa cha kusaidia. Basi siku moja Rutu akaingia kwenye chumba cha Boaz, akaenda kulala miguuni kwa maelekezo ya mentor, mwalimu wake, mama mkwe anaitwa Naomi. Akajikunyata kwenye miguu ya Boaz. Boaz kwa mko usiku, "Why? What? Huyu ni nani?" Akataka kupiga makelele, akaona mbona kama binti. Akaambia Boaz, "Wala usipige kelele, ni mimi Rutu." "Oh, kumbe ni wewe binti yangu." Maana alikuwa anampenda. Alimpenda ile siku ya kwanza. "Kumbe ni wewe." Basi hakuna shida, akamfungia ngano imeshatengenezwa, akamfungia vitita kadhaa, akaambia kimbia watu wasije wakaona. Alafu akaambia subiri sasa, mimi naanza kufuatilia vitu, naanza kufuatilia kanuni za kitamaduni za kimila za namna ya kukuchukua. "Don't worry, ninaanza kulishughulikia kuanzia asubuhi ya leo." "Ondoka tu kwanza." Basi Rutu akaondoka. Jamaa akaita wazee wa mji, wakaanza kufanya mazungumzo. Guess what? At the end of the day, Rutu akaolewa na tajiri mkubwa kuliko wote wa Bethlehem, aliyekuwa anaitwa Boaz. Sema amen. Maamuzi ya kumfuata. Haya ni maamuzi. Leo Rutu anakuwa na kesho kubwa ya baraka kwa sababu alifanya maamuzi ya kumfuata Naomi. Kuna watu unaweza kuwafuata ni kama hawana kitu, ila wanaweza kupeleka kwenye vitu. Naomba nirudie. Kuna watu unawafuata ni kama hawana kitu, ila wanaweza kupeleka kwenye wingi wa vitu. Sasa basi kukati hiyo story, Boaz akamwoa Rutu. Nenda fungua kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 5, ni kusurprise. Ukiona kesho kubwa za watu, jua kuna watu waliowahi kufanya maamuzi. Inasemaje Biblia yako? Salmoni akamzaa Boaz kwa nani? Kwa Rahabu. Alafu Boaz akamzaa Obedi kwa Rutu. Hivi umejifunza kitu gani hapo? Ningekupa assignment. Umejifunza kitu gani? Maamuzi aliyoyafanya Rutu yalimpelekea kuwa kwa lineage ya Bwana Yesu. Yaani maana yake Rutu alichokifanya, maamuzi aliyofanya Rutu yalimpelekea Rutu kuwa sehemu ya uzao wa Bwana Yesu. Maana yake ili Yesu azaliwe ilikuwa lazima tuwe na Rutu. What a decision. Ili Yesu aje duniani ilikuwa lazima tuwe na Rutu. Unaona maamuzi aliyofanya huyu binti. Leo tunamwona amekaa. Leo tunamwona ameolewa na Mwisraeli. Palikuwa na Wayahudi walikuwa wangapi pale Bethlehem mpaka Boaz amoyo mwanamke mgeni. Alafu unaona huo mstari umebeba vitu vikorofu sana. Salmon akamzaa Obedi kwa Rahabu. Yaani sikilize, na kuna mwanamke mwingine anaitwa Rahabu, kahaba ya Yeriko. Aliwahi kufanya maamuzi. Alivyoona wana wa Israeli, sema watu nimesikiliza habari zao, yani Mungu wao anafanya vitu vya ajabu sana. Nimesikiliza habari zao na Mungu alivyookoa. Hao ni watu wa kuwafuata, hawa ni watu wa kuambatana nao. Hawa ni watu wa kuwa marafiki nao. Rahabu na yeye pia alifanyaga maamuzi ya kuambatana na wana wa Israeli. Akaambatana nao, akaingia Yerusalemu. Imagine, kahaba, na walikuwa wanajua ni kahaba. Lakini Salmoni alivyoenda kumwangalia Rahabu akasema namuoa Rahabu. Maamuzi aliyofanya Rahabu yalipelekea kuolewa na Salmon.
Umeona sasa? Haipo kusema kwamba wanajua nimezaa, huyu ni mtoto wa pili, wanajua pale kanisani sijui kama atapata mwanaume. Rahabu alikuwa ni kahaba, achana na swala. Hebu sema kwa sauti, maisha ni mchezo wa maamuzi. Haujasema vizuri, maisha ni mchezo wa maamuzi. Okay, Esther sura ya 4 mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Esther sura ya 4 mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Ukiona mtu na matokeo kesho, unajua kuna maamuzi magumu aliyowahi kuyafanya. Esther sura ya 4 mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Mstari wa 16. Uende kwa wakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Nami nataka uone hayo ni maamuzi. Na kama umefika hapo itakuwa ni baraka sana. Nataka tuangalie huo mstari wa 16. Kuna mambo hapo ambayo yanaonyesha maamuzi. Mmefika wote? Naomba sasa niende mstari wa 16. Uende kwa wakusanya Wayahudi wote waliopo Shushani ngomeni, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Alafu angalia hayo maneno, underline ya maneno kwa ajili ya faida yako. Nami nikiangamia na niangamie. If I perish, let me perish. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alipomwagiza. Nisikilize. Jambo la ajabu hapa nataka nikufundishe. Esther mrembo aliowapita watu wote wa pale Shushani ngomeni. Esther ambaye alichukua nafasi ya Vashti. Esther aliyekuwa mwanamke bora, mrembo, aliyepata kibali kwa Ahasuero. Nataka niwape siri hapa. Hapa mpaka aongee hivi, ana siku 30 hajawahi kumwona mume wake. Ana siku 30 hajawahi kuona na haruhusi kumwona mume wake. Imagine, yani ili kumwona mfalme inataka taratibu maalum. Yani hapa mchungaji, ili muone baba mchungaji, inataka mpaka uandike barua. Na ukiandika barua usubiri atakapokujibu. Kwa maana yake Esther amekaa siku 30 amuone mume wake. Alafu kuna lijamaa ndo lakaa na mume wake kila wakati, laitwa Haman. Story Haman. Kila mahali Haman. Yani maana yake Haman amechukua nafasi ya Esther kwenye kile eneo. Mordekai akiangalia hali ya nchi, na Haman kwa sababu ya uchu wa madaraka tayari ameshatengeneza sheria, akampa mfalme rushwa Ahasuero. Alafu wakaandika sheria kwamba Wayahudi walioko Shushani ngomeni wanapaswa kufa ndani ya siku 3. Imagine, wana death sentence, wana hukumu ya kifo ndani ya siku 3. Alafu huyu Esther alikuwa kwanza ajui kinachoendelea. Mordekai akampa taarifa, ase tumeandikiwa hukumu ya kifo ndani ya siku 3. Yani manake tunapaswa kufa Wayahudi wote Shushani ngomeni ndani ya siku 3. Esther akaanza kumwambia Mordekai, unaona sababu, unajua mmechelewa kunipa taarifa, mlipaswa kunipa taarifa mapema, ningeweza kulishughulikia mapema, ningeweza kuwasaidia mapema, lakini mmechelewa kunipa taarifa. Kitu ambacho Esther anakisahau ni kwamba hata yeye mwenyewe ana shida, kwa sababu hawezi kuhusiana na mume wake. Na kunisha kitu cha maamuzi hapa. Hata yeye mwenyewe ana shida, haruhusiwi kumwona mume wake. Mordekai akamwambia, wewe Esther, unatoa sababu ya kwamba tumechelewa kukwambia, tumechelewa kukupa taarifa. Esther, ni nani ajuae yamkini Mungu alikuleta kwenye ufalme huu kwa ajili ya wakati kama huu? Na mimi nakuuliza swali moja, wewe ulioko mahali hapa kijana, ni nani ajuae Mungu alikuleta hapa kwenye hii kambi kwa ajili ya wakati kama huu? Nani ajuae yamkini wewe ni majibu ya hiyo familia? Nani ajuae yamkini wewe ni majibu ya ukoo? Nani ajuae yamkini wewe ni majibu ya mji, wewe ni majibu ya kanisa, ya taifa? Akamwambia, nani ajuae yamkini ulikuja kwa majira kama haya, kwa ajili ya tatizo kama hili? Akamwambia hivi, just in case, kama ukitoa sababu ukakataa kutusaidia, ukakataa kuinuka kutoka hapo, usifikiri kwa sababu wewe ni malkia umekaa kule ndani utapona. Adui wa Wayahudi ni adui yako. Huyo nyoka ambaye unajaribu kumfuga ndiye atakaye kuua na wewe pia. Huyo Haman ambaye uinuki na sisi kumshughulikia ndiye atakaye kumaliza nawe. So far una nafasi kwa mfalme, Haman ndo ana nafasi kwa mfalme. Esther aliposikia yale maneno ndo namuona anaamka. Anamwambia hivi, nendeni mkawaambie Wayahudi
wafunge. Malkia alifunga 3 kavu kugeuza hali yake. Kuna mtu yuko mahali hapa hajawahi kufunga hata masaa 24. Malkia kutokea kwenye jumba la kifalme ilibidi afunge 3 kavu. Ilibidi amke na akasema hivi, nenda kawaambie tusile na tusinywe ndani ya siku 3. Alafu akasema mimi nitainuka na nitamfuata mfalme. Unasoma maandiko yanasemaje? Kinyume cha sheria. Manake kuna sheria ilitengenezwa uruhusiwi kumwona mfalme. Alafu akasema hivi, if I perish, let me perish. Nisikilize, watu ambao wametengeneza maisha makuu ndio watu wenye statement. Kama kufa na nife, kama kukosa usingizi na nikose usingizi. Sema kwa sauti, maamuzi. Esther akainuka, Esther akafunga 3 kavu. Esther akaingia kinyume na sheria. Alafu surprise ni kwamba mfalme akamnyoshia fimbo ya dhahabu, akapata kibali, akaingia. Na tunaona baada ya hapo wanamwangusha adui yao. Baada hapo tunamwona Mordekai anakuwa ndo waziri mkuu. Baada hapo tunaona wanachukua nchi. Walichukua nchi wakawa top kwenye uongozi na kwenye madaraka. Ni kwa sababu walifanya maamuzi magumu. Kufunga 3 kavu sio maamuzi marahisi, ni maamuzi magumu. Leo watu wengi wanasomaga historia ya Esther. Na wako wanasoma mara nyingi sana. Wengine wanaimba, lakini watu wengi hawajui ya kwamba Esther alifanya maamuzi magumu. Akasema kama kufa na nife. Hujafanya maamuzi magumu bado. Ndio maana nazungumza mambo kadhaa kwa habari ya maamuzi, yatakusaidia. Jesus. Mambo yanayochochea aina fulani ya maamuzi. Mambo yanayochochea aina fulani ya maamuzi. Mambo yanayochochea aina fulani ya maamuzi. Jambo la kwanza, lazima ujifunze kufanya maamuzi magumu. Fanya maamuzi magumu. Esther alifanya maamuzi magumu na wakaleta mgeuko, turn around. Suleiman alifanya maamuzi magumu ya kwenda kufanya mkesha. Unajua nini maana mfalme kufanya mkesha? Yuko kule milimani juu anafanya mkesha. Usiku wote yuko kule anaomba. Mungu akajifunua kwa Suleiman. Lazima ujifunze kufanya maamuzi magumu. Jifunze kufanya maamuzi magumu. Yesu ili aufuate msalaba, ili Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu. Alianza kuogopa, mwili ulianza kuogopa. Ila Yesu aliingia Getsemane, usiku wote yuko pale. Akaomba, yani maamuzi magumu. Akaomba mara ya kwanza, Mungu hajamjibu. Sio kawaida yake. Akaomba mara ya pili, Mungu hajamjibu. Sio kawaida yake. Akaomba mara ya 3, Biblia inasema hivi, akaendelea kidogo, akaanguka kifulifuli, akisema ya kwamba Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke. Yani maana yake alianza kuomba kwa kusimama, akapiga magoti. Alipotoka kupiga magoti, akaanza kugaragara. Ikiwezekana kikombe kiniepuke. Stages, watu wasomagi Biblia na ndivyo ilivyokuwa. Yamkini alianza kuomba amesimama, baadaye akapiga magoti, baadaye ilibidi alale kifulifuli. Afu anamwambia Mungu, ninaomba kikombe kiniepuke. Jibu hakuna. Imeenda, hii ni prayer point ya 3 sasa. Biblia inasema akaja malaika akamtia nguvu, akamwambia hivi, hey, jitie nguvu hapa, lazima ufike msalaba. Ndio alizaliwa kwa ajili ya hii. Yesu asingekaa Getsemane usiku mzima, yamkini pangekuwa na delay, pasingekuwa na matokeo ya wokovu wetu. Fikiri Yesu kama angequit. Kama Yesu angequit, maana yake mpaka leo tungekuwa chini ya uongozi wa shetani na chini ya umiliki wa mauti. Think about that. Yani haya mambo yote ukiyawaza, utafanya maamuzi magumu. Sema amen. Jambo la kwanza, kama unataka kuona aina fulani ya mabadiliko, haya ni mambo yanayochochea aina fulani ya maamuzi. Kama unataka kuona aina fulani ya mabadiliko au mgeuko kwenye maisha yako, ukitaka aina fulani ya mabadiliko au aina fulani ya mgeuko kwenye maisha yako, itakutaka ufanye maamuzi magumu. Watu wengi hawana hiyo shauku ya kuona kuna mabadiliko, kuna mgeuko fulani kwenye uchumi, kuna mgeuko fulani kwenye maisha yake. That's why hawafanyi maamuzi fulani. Ukitaka kuona mgeuko fulani, ukitaka kuona mabadiliko fulani, utafanya maamuzi magumu. Utakuta mtu anapambana na mfungo wa wiki moja. Yani anafunga Jumatatu mpaka siku ya Jumapili anashindwa. Yani at least basi kama kijana, mwisho wa mwezi anaweza funga hata siku 5 au siku 7. Nazungumza kitu gani? Milango itafunguka kwako. Mambo yatakufungukia ukifanya mambo kwa commitment ya level ya juu, ukifanya maamuzi. Sema kwa sauti, maamuzi. Sasa unapotaka kuona aina fulani ya mgeuko kwenye maisha yako. Mwana mpotevu alizingatia moyoni mwake. Alipozingatia moyoni mwake, akafanya maamuzi magumu. Maamuzi magumu ilikuwa ni kumrudia baba yake. Na mnaelewa? Unajua alivyokuwa anaondoka, alimchimba mkono baba yake kweli. Akamwambia hivi, nipe fungu langu, nipe sehemu ya mali yangu leo niangukia. Nipe sehemu ya mali yangu leo niangukia. Nipe urithi wangu. Na mzee akasema, huyu mtoto naona amekuwa.
Asia akafika mbali na mimi, akampa fedha yake. Ilikuwa anataka maamuzi magumu kurudi nyumbani, lakini alipofanya maamuzi magumu maisha yake yakabadilika. Inataka maamuzi magumu. Jambo la pili, unapoona maendeleo yako hayakuridhishi, unapoona maendeleo yako hayakuridhishi, unapoona maendeleo yako hayakuridhishi, ni wakati wa kufanya maamuzi magumu. Kuna maendeleo yako hayakuridhishi, hayakufurahishi, hayakupendezi, ni wakati wa kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo unafanya maamuzi magumu pale unapoona maendeleo yako hayakuridhishi, haufurahii kile ambacho unakiona. Mimi nakuuliza swali leo, unafurahia kile ambacho unakiona? Are you comfortable with that? Unafurahia kile ambacho unakiona kweli? Unapoona yale unayoona hayakufurahishi, hapo ndo wakati mtu anaweza kufanya maamuzi magumu. Unapoona maendeleo yako